Na kusalimu tena katika jina la Yesu Kristo, na siku hii ya leo tena tunaendelea kuelezea juu ya vitabu ambavyo ni vitabu vya Biblia. Katika hii ni sehemu yetu ya tatu ya mafundisho ya Biblia au ya uchunguzi wa vitabu vya Biblia, na tumekuwa tukiangalia vitabu aina tatu: kitabu cha Biblia ya Wanaprotestanti au Biblia inayotumika sana na Protestanti, Biblia inayotumika na Wakatoliki, na vile vile Biblia ambayo inatumika na kanisa la Ethiopia. Na vile vile katika video yetu ya pili tuliweza kutazama pia aina mbili ya vikundi vya vitabu vya Biblia ambavyo vilikataliwa wakati wa canonization of the Bible, yaani wakati wa kuchagua Biblia, vitabu ambavyo ni halisi ambavyo vilifaa sana kujumuishwa katika Biblia takatifu. Kwa hivyo tukazungumzia juu ya pseudepigrapha na vile vile tukazungumzia juu ya synoptic gospels. Kwa hivyo siku ya leo kichwa cha fundisho letu la siku ya leo kinasema kwa nini si kila kitabu kinachoitwa Injili ni neno la Mungu. Kwa hivyo ni kama swali ambalo linasema kwa nini kila kitabu kinachoitwa Injili si neno la Mungu. Kwa hivyo kama tunavyojua ni kwamba katika nyakati hizi tumesikia kuhusu vitabu vingi vinavyoitwa Injili au maandiko ya kale, lakini havipo katika Biblia zetu. Hali hii imeleta mkanganyiko kwa waumini, na kwa hivyo swali kuu ni je, vitabu hivi vina ukweli? Na vile vile kwa nini havikuwekwa katika Biblia? So haya ndiyo maswali ambayo tutakuwa tunajaribu kuyajibu siku ya leo, na tuna hoja kadhaa, ambapo hoja ya kwanza inasema Biblia haikutungwa kiholela, na hoja ya pili ni kwamba kulikuwa na vitabu vingi vya uongo. Hoja ya tatu inasema sifa za kitabu cha kweli cha Biblia, na vile vile tuna hoja ya nne ambayo inasema hatari ya vitabu visivyo vitabu ambavyo havikujumuishwa katika Biblia takatifu. Vile vile tuna hoja ya tano ambayo inasema mfano wa vitabu vinavyoleta mkanganyiko. Hoja ya sita inasema kwa nini tuamini Biblia tulionayo leo? Hilo ni swali. Kwa hivyo tuna hoja sita ambazo tutazitazama siku hii ya leo. Na tunapoangalia hoja ya kwanza ambayo inasema Biblia haikutungwa kiholela. Biblia haikutungwa kiholela. Na tunapoangalia hoja hii tunaona ya kwamba Biblia iliundwa kwa uangalifu mkubwa. Katika waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 21, Biblia inasema kwamba wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo hii inaonyesha kuwa si kila maandiko ni kutoka kwa Mungu. Na katika hoja ya pili inasema kulikuwa na vitabu vingi vya uongo. Katika kitabu cha Injili ya Luka sura ya kwanza mstari wa kwanza, Biblia inasema kwa kuwa watu wengi wamejaribu kuandika na kadhalika. Kwa hivyo kuna wale ambao waliandika wakiongozwa na Roho Mtakatifu, na kuna wale ambao walijaribu kuandika wakijiongoza wao wenyewe. Na katika sifa ya tatu inasema sifa za kitabu cha kweli cha Biblia. Kwa hivyo kiliandikwa na mtume au shahidi wa kweli. Kwa mfano Mathayo na Yohana. Na vile vile tunaona ya kwamba kinafundisha ukweli wa Kristo, yaani Yesu ni mwana wa Mungu. Vile vile wokovu ni kwa neema. Nataka uangalia hiyo sana. Wokovu ni kwa nini? Wokovu sio kwa matendo mazuri, bali wokovu ni kwa neema. Vile vile tunaona ya kwamba kilitungwa na kanisa lote. Kilitungwa na kanisa lote. Nayo hoja ya nne inasema hatari ya vitabu visivyo
ambavyo havikuhalalishwa wakati wa kuchagua vitabu ambavyo viliunda Biblia. Na tunaona kwamba baadhi ya vitabu vina mafundisho ya kupotosha, vina historia zisizo sahihi, na vile vile lengo la kuchanganya waumini. Katika kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 8, Biblia inasema kwamba angalieni mtu asifanye mateka kwa elimu ya dunia. Kwa hivyo katika hoja ya 5 inasema mfano wa vitabu vinavyoleta mkanganyiko. Kwa mfano Injili ya Barnaba ambayo inapingana na Injili halisi. Vile vile kuna Injili ya Tomaso ambayo inasisitiza maarifa ya siri. Na vile vile kuna Injili ya Maria Magdalena ambayo mafundisho yake ni tofauti na mafundisho ya mitume. Kwa hivyo unaweza kuona hatari iliyopo wakati mtu anapoweza kuchagua kitabu ambacho si sahihi au ambacho hakikujumuishwa katika Biblia ya kweli. Kwa hivyo utaelekea kupata maarifa ya maandiko ambayo yanapingana na Biblia, au utapata maarifa ya mafundisho ambayo inapinga mafundisho ya mitume. Katika hoja ya 6 tunaona kwamba ni swali ambalo linasema kwa nini tuamini Biblia tuliyo nayo leo? Na majibu yake ni kwamba imejaribiwa kwa karne nyingi. Jambo la pili, ina ushahidi wa kihistoria. Jambo la 3, inakubalika duniani kote. Na jambo la 4 ni kwamba ina umoja wa mafundisho. Kwa hivyo katika kitabu cha waraka wa Timothy wa pili sura ya 3 mstari wa 16, Biblia inasema kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu. Kwa hivyo kila andiko lina pumzi ya Mungu. Na tunapoelekea kutamatisha, tujue ya kwamba si kila kitabu ambacho ni neno la Mungu. Vile vile tujue ya kwamba kanisa la kwanza liliongozwa na Roho Mtakatifu kuchagua maandiko sahihi. Na jambo la 3, tujue ya kwamba Biblia tuliyo nayo leo ni ya kuaminika. Kwa hivyo tusiwe wepesi wa kuvutiwa na mafundisho mapya yasiyo na msingi. Na tunapoachana, nina maswali hapa kadhaa ambayo ningetaka kuuliza. Kwa nini baadhi ya watu wanavutiwa na vitabu ambavyo vilikataliwa wakati vitabu halisi vilivyokuwa vikichaguliwa ili kuunda Biblia? Swali la pili ni je, tunawezaje kutambua mafundisho ya uongo? Swali la 3 ni je, tunaisoma Biblia kwa kina au tunategemea habari za mitandaoni? Kwa hivyo natumaini ya kwamba umeweza kuelewa na umeweza kujifunza mengi ambayo yanahusiana na mafundisho kamili ya neno la Mungu. Kwa hivyo Mungu wetu akubariki, akutendee mema. Shalom.